kipengele, yani moja kwa moja watu watakwenda tarehe 25 na watakwenda kuweza kupepetana. Unaona Simba wamekaa kimya, hawajaposti chochote kwenye mitandao yao, na Yanga wameendelea kuwaforce. Nyinyi mlikuwa mnaitaka, sasa hii imekuja, na hii ya safari hii haina kipengele. Kwa hiyo hicho unachokiona au muendelezo unaoona ni utani wa jadi, na nina imani kabisa kwa mamlaka husika zilipoweza kufikia, zilipoweza kutoa maamuzi ya tarehe 25 mzigo uweze kupigwa, basi moja kwa moja mchezo utaweza kufanyika. Basi moja kwa moja mchezo utaweza kupigwa ama kufanyika hiyo tarehe 25, ambapo homa ya wakazi wengi wa Tanzania, wakazi wa Morogoro, wakazi wa Pwani na kila mahali wakiweza kusubiria kwa hamu kuweza kushuhudia dabi yenye ujezo wake. Wewe kwako na maoni yapi kuelekea kwenye mchezo huu wa dabi? Lakini ni kama imetumika nguvu hivi, tumeona pia na ikitumika nguvu zaidi. Haya makosa unafikiri yatajirudia tena? Kwa hiki ambacho kimetokea, sidhani criteria kwa miaka hivi karibuni kama tunaweza tukaja tukakutana na vitu kama hivi tena. Watu wanasema kitu gani nataka nizungumzie hapa. Watu wanasema unapokosea unahitaji kuweza kujifunza. Kwa hiyo utapokosea, utapokwenda kujifunza, utakuwa unarekebisha yale makosa ambayo umeweza kukutana nayo huko nyuma. Kwa hiyo ninachokiona, hatutaweza kuja kupata ukakasi wa namna hii tena, ama hatutaweza kuja kuona vita za namna hii tena zikiweza kutokea katika ligi yetu. Tutaangalia mambo yatakavyoenda vizuri zaidi, na zaidi basi tutaweza kuja kuona uongozi ambao utakuwa uko imara, uongozi ambao utakuwa unafuata sheria na kanuni na miongozo, uongozi ambao hautoyumbishwa tofauti na ule ambao umeweza kupita. Uongozi ambao hautoyumbishwa, hauko tofauti na huu ambao umeweza kupita. Ni maneno ya Meddie Medinho kuelekea